Haleluya. Ujumbe wa siku ya leo tunazungumzia kuhusu kuwa kiumbe kipya. Mwambie mwenzako kuwa kiumbe kipya. Kuwa kiumbe kipya. Kuwa kiumbe kipya na maisha yetu. Ile maisha kwamba ni kama tulikuwa na kiumbe cha kwanza, lakini hicho kiumbe cha kwanza kikapita, wakaleta kiumbe kingine. Na kama ni kuwa kiumbe kipya, inamaanisha kwamba ni wewe umekuwa transformed. Kumaanisha kwamba sio yule uliyekuwa wa kwanza. Kwa mfano, wale watu waliokuwa wanatengeneza simu, walianza kutengeneza simu ndogo, wakaanza kwa upgrade, ikaendelea mpaka sasa wanatoa simu zingine ambazo ni za ajabu. Watu wafikwe. Kumaanisha kwamba wanaboresha kile kitu. Leo tunazungumzia kuhusu kuwa kiumbe kipya. Bwana asifiwe. Kwa hiyo nataka nipate wasomaji wazuri. Wasomaji kwa Biblia, katika Biblia. Nikitaja kusema nafunguliwa baraka. Tuanze kitabu cha John chapter 12, chapter 1 Yohana 1:12. Kwa hivyo wasomaji wa Biblia wanafungulia haraka. Tunazungumzia kuhusu kuwa kiumbe kipya. Na kwa nini ufanyike kuwa kiumbe kipya? Na kuwa kiumbe kipya kuna faida gani kwako? Bwana asifiwe. John chapter 1:12. Bwana tusomee. Inasema, basi wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Ndio wale walioaminio jina lake. Amen. Wote waliompokea. Wale watu ambao wanampokea Yesu. Wale watu ambao wameokoka. Wao wanasema kwamba Yesu ni Bwana. Wanasema kwamba aliwapa uwezo. There's power. Aliwapa uwezo. Uwezo wa nini? Uwezo wa kufanyika wana wa Mungu. Kumaanisha kwamba pale kwanza walikuwa ni wana wa wanadamu. Lakini baada ya kupokea Yesu, amekuwa amewatoa kutoka kwa wana wa wanadamu, akaweka kuwa wana wa Mungu. Kumaanisha kwamba yule aliyekuwa wa kwanza sio wa sasa. Wa kwanza alikuwa ni mtoto wa kanisa, lakini wa sasa ni mtoto wa Mungu. Amebadilika, ameinuliwa. Haleluya. Wa kwanza alikuwa na tabia za kwao, lakini wa sasa yuko na tabia za baba yake. DNA yake ni ya mbinguni, mambo yake ni ya kimbingu, maana amebadilika. Lakini tatizo Wakristo wengi wameokoka, wamepokea Yesu, lakini wamekataa kubadilishwa. Wamekataa kuwa wana wa Mungu. Wanataka kubaki kuwa wana wa baba zao, bali ni wana wa nene zao, bali ni watu wa kwao, bali itikadi zao zinawafuata, bali wanatembea na mambo ya kale. Hawatambui kama wao wamezaliwa upya, wamekuwa ni watu wapya. Unapokuwa kiumbe kipya, ya kale yanaisha. Unaanza mambo mapya na maisha mapya kulingana na ule mfano kwa ndani yake. Haleluya. Kwa mfano mzuri ni wale watu ambao wanaadopti watoto. Unaweza kwenda kitu soko ukaadopti mtoto, lakini ukipata pale kupeleka kwako, anasahau na mazingira ambayo alitoka, ataanza kuishi kulingana na kanuni zako. Amen. Haleluya. Amen. Tumepewa uwezo wa kufanyika mwana. Huu uwezo uliopewa kufanyika mwana umekusaidia vipi? Huu uwezo wa kufanyika mwana wa Mungu umekusaidia vipi? Yaani wewe ni mwana wa Mungu unateseka. Ukiwa mwana wa kanisa unateseka. Lakini leo ni mwana wa Mungu unateseka. Kwani tofauti iko wapi? Haleluya. Ukiwa mtoto wa babako ulipata shida, ulipocheka, Yesu akasema wacha nikuhurumie, akakuleta kwa wake. Leo ni mwana wa Mungu bado wateseka, bado wagocheka. Shida iko wapi? Watu wengi wamekataa kuwa transformed. Wamekataa kule kubadilishwa. Wanataka waitanishwe na huyu baba, lakini wanataka tabia za yule baba. Waitanishwe na huyu baba, lakini bado wafanye mambo ya kule walitoka. Bwana asifiwe. Watu wasema kwamba sasa tuko katika ufalme mwingine.
Hatuko kwa ule ufalme tulikuwa nao kwanza. Na ufalme ambao tuko ndani yake, na kusema kitabu cha Waebrania 12:24 alipale. Nasema kwamba tumepokea ufalme ndio sio kusemeka. Ufalme tumepokea. Na kama tuko ndani ya ufalme mwingine, huu ufalme uko na taratibu zake. Hauwezi tembea katika ufalme kama vile ulikuwa unatembea katika ufalme mwingine. Bwana asifiwe. Hauwezi kaa ndani ya ufalme kama vile ulikuwa unakaa kule ufalme mwingine. Hauwezi kaa ukiwa umeokoka kama vile ulikuwa unakaa kama umeokoka. Hauwezi tembea kama vile ulikuwa unatembea kama umeokoka. Hauwezi kuongea kwanza mali ambayo unashika sana. Mali ambayo kuna vitu navyo ni kuhusu kuongea. Amen. Maana watu wengi waliokoka wanaongea kama watu wasiokoka. Amina. Bado hatujajua kama ukiokoka kuna language ya mbinguni. Kuna lugha ya mbinguni. Na hii lugha ya mbinguni ndio inayomaanisha ama ndio inatofautisha ama ndio inaonyesha kwa wewe wa wapi. Ukiongea kama watu wa duniani, watu wa duniani bado. Lakini ukianza kuongea lugha ya mbinguni, pale hata malaika wanakutambua, mbingu inakutambua, inasema huyu ameanza kuongea lugha yetu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Watu wengi wameokoka lakini hawajui lugha za mbinguni. Hawajui kuongea lugha za mbinguni. Naposema lugha za mbinguni sisemi ile kuongea kwa dini, si kuongea lugha erika tabari baraka asio hizo. Haleluya. Mimi sizungumzi hizo, nazungumza kuhusu lugha za mbinguni. Lugha za mbinguni. Haleluya. Kitu kwa kusomea. Kitabu cha Wakorintho, twende Wakorintho wa pili 5:17. Wakorintho wa pili 5:17. Unasikia kile anasema. Ukiingia ndani ya Yesu ndani. Inasema hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo. Yaani mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Amekuwa kiumbe kipya. Ya kale yamepita. Tazama yamekuwa mapya. Yaani imekuwa ya kwamba mtu akiingia ndani ya Kristo amefanyika kiumbe kipya. Yaani ya kale yamepita. Tazama kuanzia hapo anaanza kutenda yale mapya. Anaanza kutembea upya. Anaanza kuishi upya. Kuna mambo alikuwa amechoka, lakini Yesu akiingia ndani anaondoa maisha ya kuchoka, anakubadilishia life, unaanza kuishi maisha mapya. Lakini watu wengi wameokoka hawaishi maisha mapya, wanaishi maisha ya zamani. Hata nyumba alikaa za zamani, bado wako za zamani. Yaani kila alikuwa kizamani wanakula kizamani, kila aliongea kizamani wanaongea kizamani. Yaani mambo yao bado ya zamani, hawajabadilika. Bwana Yesu asifiwe. Unapokuwa ndani ya Yesu umekuwa kiumbe kipya. Amen. Hiki kiumbe kipya nazungumzia ni kipi? Nazungumzia kiumbe kisichougua. Kiumbe ambacho hakijui magonjwa. Kiumbe ambacho hakishughuliwi na shida za dunia hii. Kiumbe ambacho hakitetemeshwa mambo ambayo yanatendeka. Watu wanasumbuliwa na maisha ya Kenya na wao si wa Kenya. Sisi ni wafalme wa mbingu, lakini shida hatujajua kuishi kama vile watu wa mbingu wanaishi. Kwa hivyo kama hatujajua kuishi kama watu wa mbingu vile wanaishi, bila shaka watu wa Kenya watateseka. Watu walimwenguni watateseka kwa sababu gani? Kwa sababu tunaishi kama wao. Lakini laiti ungebadilisha kuishi kwako, ungebadilisha mazingira yako, ungebadilisha sehemu yako ya kuishi, uanze kuishi kimbingu, mambo yako yangebadilika. Leo nataka nikuonyeshe how to change your life. Jinsi ya kuishi maisha tofauti na jinsi ya kuishi maisha ya ushindi. Hata nasema kwamba wewe ni mshindi kwa sababu neno lako ni mkuu, lakini ushindi utaupata vipi? Utaupata ushindi utakapoanza kujua jinsi ya kuishi kama watu walioshinda, jinsi ya kuishi kama watu walio ndani ya ufalme. Kitabu cha Wakorintho wa kwanza 3:1. Wakorintho wa kwanza 3:1. Hebu sikia Mungu anasema ndani yake. 3:1. Inasema, lakini ndugu zangu, mimi sikuweza kusema
kusema nanyi kama na watu wenye tabia ya rohoni, bali kama na watu wenye tabia ya mwilini, kama na watoto wachanga katika Kristo. Yeye anasema kwamba ndugu zangu, mimi ni mtu wa roho. Nipoona naongea, anasema mimi ni mtu wa roho, lakini mimi sikuweza kuongea na ninyi kama watu wa roho, maana hamtanielewa. Inanibidi niongee nanyi kama watu wa mwilini, na ndio maana ninyi watu wa mwilini, ndio maana tunateseka. Asema inanibidi niongee nanyi kama watoto wadogo, maana nikiongea nanyi kama watu wa roho na mwezi mkashika. Yaani Mungu anamwambia kwamba watu mlingana nyinyi, angalau mbadilike. Mwanzo kwa tabia za kiungu. Ni kweli mnaomba, ni kweli mnasifu, ni kweli mnamwabudu Mungu, lakini bado mko duniani. Amen, tokeni katika dunia, njoni katika ufalme wa Mungu. Fanyikeni wana sasa. Azeni kwa watu wa kiroho, maana tabia zenu ni za kimwili. Unajua kusema tabia za kimwili, tunasema kwamba ni kweli zile tawi, hizo sio tabia za kimwili, kwa tabia za kimwili. Na kwa tabia za kimwili ni kuishi na kukaa na kuzungumza kama watu wa dunia hii. Amen. Wanasema, na wanasema. Haleluya. Amen. Kwamba si kwenda kuongea kama watu wa roho. Maana bado hawezi kuelewa. Nyinyi wa mwili. Watu wa mwili. Halafu nasema tuko ndani ya Yesu. Yeye tumekuwa tukikita, anasema kwamba bado hamjakuwa tukikita. Bado hajabadilika. Nyinyi bado kiumbe cha kale. Kiumbe cha matatizo. Kiumbe cha shida. Kiumbe ambacho tunarogelea imani uko ndani ya Yesu wa roho, wako rogelea. Kama uko ndani ya Yesu, unakuwa mtendo wako unakamata. Haleluya. Shikana kwa mshaka wako unakuduga. Imani uko ndani ya Yesu. Ndani ya Yesu kabisa umeokoka. Yesu ni Bwana. Na watu pale watajua kusogea kwa bega yako unasogea. Yeye akisogea unaenda kumwona daktari. Na wewe ndio umebeba uzima. Aliye uzima yuko ndani yako. Kumaanisha kwamba hujabadilika wewe. Bado kuna tabia za mwili, bado uko mwilini, badilika ingia rohoni. Amen. Haleluya. Hata kuishi kiroho, hata kutembea kiroho, hata kuongea kiroho. Nataka nijue kuishi kiroho, nianze kuishi kiroho. Nataka nijue kutembea kiroho, nianze kutembea kiroho. Nataka nijue kuongea kiroho. Watu wa kiroho wanaongeaje? Haleluya. Ukijua vile watu wa roho wanaongea unafaulu. Kwa sababu what matters is how you speak. Amen. And what you speak. Hallelujah. Amen. Let's go for some kitabu hiyo. Soma kitabu cha Petro wa pili. Second Peter chapter 1. Verse 3 and verse 4. Hakuna kitu Mungu hajatupatia. Petro wa kwanza 3. Petro wa pili 1:3 hadi 4. First Peter chapter 1 verse 3 to 4. Tumepewa kitu. Inasema, bali kuwa utu wa moyoni usioonekana katika mapambo yasiyoharibika, yani roho ya Petro. Petro wa kwanza. Petro wa pili. Petro wa pili 2:3-4 inasema wa pili, Petro wa pili, second Peter chapter 1 verse 3. Inasema, na wengine watafuata ufisadi wao, na kwa hao njia ya kuwa hiyo. Second Peter chapter 1. Second Peter chapter 1. Yeah. Unasema, kwa kuwa uwezo wake wa uungu umetukirimia vitu vyote vipasavyo. Kwa kuwa uwezo wake wa uungu umetukirimia vitu vyote vipasavyo, uzima na utauwa, kwa kumjua yeye aliyetuita kwa utukufu wake na wema wake mwenyewe. Hebu fika hapo. Maana nasema kwamba kwa kuwa uwezo wake wa uungu umetukirimia
kupatiwa. Umetupatia vitu vyote. Vitu vyote. Vitu gani? Vitu vyote vinavyotupasa uzima na utaua. Yaani kama utakakuwa mzima, utakakuwa mzima, tumepewa vitu vyote ambavyo vinaweza kufanya uwe mzima. Yaani tumepewa vitu vyote ambavyo vinakufanya ukae mzima. Vitu vyote ambavyo ukiwa navyo hakuna magonjwa ndani yako. Tumepewa vitu vyote vinavyotupasa uzima na utaua. Hatuhitaji kuomba kutoka mbinguni, tumekwisha kupewa tayari. Yaani hivyo vitu tuko navyo, ni wewe ujue jinsi ya kuvitumia. Yaani kama ni utaua ni wokovu. Vitu ambavyo tunataka kwa wokovu tumepewa tayari. Vitu ambavyo tunataka uzima tumepewa tayari. Ni wewe ujue jinsi gani ya kuvitumia. Maana Mungu ametupa. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Tena kwa hayo ametukirimia ahadi kubwa mno za thamani, ili kwamba kwa hizo mpate kuwa washirika wa tabia ya kiungu. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Yeye ametukirimia ahadi kubwa mno ili kupitia kwa hiyo tuanze kuwa na tabia za kiungu. Amen. Hallelujah. Yaani tuanze kuwa na tabia kama za baba yetu Mungu. Anasema kama vile baba alivyo na mwana ndivyo alivyo. Kama vile sisi tuko na mtu, kwani tuko na mtu. Kwa sababu sisi watu ndio tuko na mtu. Haleluya. Unapokuwa wa mbingu, unakuwa kwamba kuna Mungu ndani yako. Kuna Mungu ndani yako. Amesema kwamba tumekiriwa vitu vyote. Tukiwa nao, tunaanza kuwa na tabia ya kiungu. Mungu ni mgonjwa. Unasikia wapi? Mungu mgonjwa. Mungu anaomba. Anasema tuanze kuwa na tabia za kiungu. Tabia za kiungu ni kuomba. Mungu ni muumbaji. Tabia za kiungu ni kubadilisha. Wengine wanasema kwamba hapo maana sio kubadilika. Haya mazingira yanabadilika. Sasa sisi. Amen. Niwaambie kuhusu watu ambao wanatembea na Mungu. Mtu anafika mahali kwa Mungu anataka na napo mahali kwa kiungu pale mahali hapo anataka. Lakini mtu anasimama maana kuna tabia ya kiungu. Anasema kuanzia leo baada ya kuweza kuabudu. Haleluya. Elia alikuta maji, Elisha alikuta maji, kuna maji machungu yanaua. Na akasema kuanzia leo maji yamepona. Na Mungu aliangalia katika kwa hiyo. Ndio maji chini kulikuwa na asili mbaya. Maji yanatengeneza hivi. Lakini pamoja mwanadamu huyo kuna tabia ya kiungu. Akasema kuanzia leo mimi naomba maji yawe mazuri. Alimsema maji yatakuwa fresh. Kwa sababu Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yeye anakueleza na Mungu. Kila Samson ananiambia Bwana ni watu wengi sana na rahisi kiki. Tumepigana watu wengi. Na amani huwa hakuna maji. Lakini sema mimi ni Bwana ufalme. Nataka maji. Biblia inasema mwanangu ameongea mjana kwetu. Anataka maji. Kwa nini anapeleka maji? Iko kama leka shika akapiga ile kote likapasuka likaanza kuwa maji. Mpaka ndio maji. Amen. Unapoona na ukuu kwao. Yaani mtu anaenda aombe mama alifunga siku kufungua na kaja kufungua. Mwambie kuna nataka maji. Mwambo kaza kutoka maji. Mawa chini kaza kwa mpaka leo chini nataka maji. Na ni mtu wa kawaida kama tunaweza. Aliomba na kufungua kufungua kwa maji ya kufungua. Mungu anamwambia ile shida yako ndio kubeba maji, sio kuna siku kufungua. Lakini hapo maji alikuwa naye mtumikia mkuu. Anaweza kunipa maji. Alipokuwa katika kufungua Mungu akakupa maji. Mwanzo katika maji tunaambia huko. Yaani watu wakuwa na tabia tunafika huko ni tabani. Kama tunasumbuliwa na kuuma na miguu, tunasumbuliwa na kuuma na kichwa, tunasumbuliwa na kuuma na mgongo. Yaani tunasumbuliwa na magonjwa ambayo si magonjwa. Yaani magonjwa yanasumbua duniani na kusumbua na wewe. Yaani tutafika lini watu kumaliza mazingira? Tunafika lini? Kwa nini tunasema kwamba nimeingia katika utamu umepona? Hii nchi imepona. Kuanzia leo mikono nyesha. Kuanzia leo mambo yanakuwa sawa. Tunafika lini? Anasema anasema kwa ajili ya watumishi wako nitafanya mito na maji ili watumishi wako wakuje. Tutafika lini? Kama tutaendelea kuwa na tabia za binadamu na tumepewa vitu vyote. Haleluya. Amen. Tumepewa vitu vyote. Tutawezaje kutumia hivi vitu Mungu anatupa? Ili kwanza kujua kutumia Mungu ametupa, lazima watu kutambua wewe. Anza kwa kutambua.
Anza kwa kujitambua. Kama ni mtoto wa mfalme, watu wanasema kwamba Mungu wetu ni mfalme, si ndio? Wewe ni mfalme. Sasa kwa huo mfalme kwa tuseme watu mfalme hapa duniani. Mtoto wa mtu kama president ndio mfalme wa Kenya. Aingie kwa hoteli, alafu aende aanze kuomba chakula. Yeye mmoja kitembea kwa magoti. Yaani imagine wewe ukitembea kwa magoti, lakini unatembea kuoga. Hauko shua. Yaani kwa sababu unatoka mkono magoti kuna kidogo kuoga. Unatembea kuoga. Kwa sababu unafia maisha yako. Unaona kama uko peke yako. Ili yake kuna mambo ya Mungu amekuwekea. Unaenda unaanza kuomba chakula. Hallelujah. Amen. Ukimwona anataka chakula kwa kitambua. Ajijue. Kama ni sawa. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hebu tusome kitabu cha Petro wa kwanza 2:9. Lazima mwanzo ujitambue. Lazima mwanzo Petro wa kwanza. First Peter 2:9. Inasema basi ninyi ni mzao mteule. Hebu sikiliza. Lazima mwanzo ujitambue ni nani. Unasema kwamba sisi ni uzao mteule. Yaani maji. Wewe watu wenzako wewe. Watu wenzako wewe. Ni uzao mteule. Uzao mteule. Ukijua kama umeteuliwa, hebu kusoma. Ukuhani wa kifalme. Ukuhani wa kifalme. Taifa takatifu. Taifa takatifu. Watu wa milki ya Mungu. Watu wa milki ya Mungu. Yaani kama kuna watu wa milki ya Kenya, watu wa milki ya Mungu. Sisi watu wa Kenya, watu wa milki ya Kenya. Wakenya kule hiyo na Mungu ni watu wa milki ya Kenya. Lakini watu wanaoishi ni watu wa milki ya Mungu. Watu wa nchi ya Mungu. Watu wa ufalme wa Mungu. Hawa watu si wa huku. Wako na kwao. Ukianza kujua kama mimi ni mtu wa milki ya Mungu, mimi hapa si wa milki yako. Mimi mabadiliko yangu ya Mungu. Kama wao wa Amerika kija mahali hapa. Serikali ndio tunapokea wa Amerika. Inakuwa juu mpaka sio Amerika wamerudi kwao. Maana mmoja kifanyikia chochote hapa Kenya na ni Amerika. Serikali akija kwa kutoa juu kabisa. Maana Yesu papa. Imagine wewe ni sisi wa mbinguni. Wewe unapoanza kujitambua, wewe ni wa milki ya wapi? Unatokea wapi? Unatokea wapi? Nilikombolewa mimi hapo tena. Ninatoka milki ya Mungu. Kwa hiyo ukiniona mimi, sio niko na kitambulisho mbinguni, citizenship ya mbinguni. Oh yes. Hallelujah. Amen. Kama Amerika ndio kufuatilia watu wao wanaoenda na kuandika wanaambia kitambo, tokeni huko na rudika rudini Dubai. Na wewe Mungu naye, Mungu naye. Wewe kwa sababu atujijua sisi tutakapotoka ule. Atujue kama sisi ni watu wa milki ya Mungu. Atujitambue ndio maana sisi kama wao. Tunaishi shida kama wao. Lakini kama sio unasikia kama ni mtu wa milki ya Mungu. Milki ya Mungu. Watu wa milki ya Mungu wanajaji. Ukienda Amerika watajua kwamba ni Mkenya kwa Kiswahili. Jambo. Habari. Ndio kwa ni Mkenya. Amesema habari. Anaongea lugha ya Kenya. Lakini ndio sasa anaongea Kiswahili kwa Kenya. Kuna watu wa milki kwa maongeaji. Hapo ndio kwenye matatizo. We don't know how to talk. Hatujui jinsi ya kuongea kama watu wa milki ya Biblia. Bwana Yesu asifiwe. Na wacha nikushangaze kitu kimoja. Watu ambao wameokoka hawataenda kuhukumiwa mbinguni kwa sababu walifanya dhambi, waliiba, walizini, walifanya zili hizo dhambi kwa hakuna. Najua sana kushangaza. Kwa sababu walio ndani ya Kristo kwa hakuna dhambi. Lakini kila mtu utahukumiwa ni kimoja. Kila mtu atapelekwa kwa Kristo wengi jana ni kitu kimoja. Nisomee kitabu cha Mathayo 12. Mathayo 12 mstari wa 37. Ujue ni kitu gani kitapeleka Wakristo motoni. Wakristo wanataka motoni kwa nini? Si kwa sababu ya dhambi. Maana kwa dhambi
hakuna. Hatuhesabii dhambi. Kwetu hakuna dhambi. Sisi tumekuwa viumbe vipya. Mathayo 12:7. Nasema, kwa kuwa kwa maneno yako utahesabiwa haki na kwa maneno yako utahukumiwa. Kwa kuwa kwa maneno yako utahesabiwa haki na uingie mbinguni, na kwa maneno yako utahukumiwa. Si kwa sababu uliongea maneno kutokana na mtu, hapana, sio hivyo. Hilo ulivyoongea duniani, uliongea kama taifa duniani au uliongea kama mtu wa miliki ya mbingu? Maana kama ni mtu wa miliki ya mbingu, ndio unaongea kama watu wa mbingu, ndio unaongea kuaibisha mbingu. Unamwaibisha baba yako, na hiyo inakufanya ukose mambo ya mbingu, na ukifika mbinguni itafanya uhukumiwe. Kwa nini ulikuwa mgonjwa? Si umestaka. Watu walikuwa naomba, kwa nini? Kwa nini ulikuwa mgonjwa? Maana ukutaka kuna magonjwa, ulituletea hivi wewe. Haya magonjwa ulitoa wapi? Tulikuwa dunia kuna magonjwa. Hallelujah. Amen. The way you talk, the way you speak, hivyo itafanya kuhukumiwa. Hebu maji kama tuhukumiwa kulingana na maneno yetu. Ndio tunachoongea. Kwa sababu atuongee kizibu vile vitu tunaongea. Unataka wa Kristo wako kuhukumiwa. Kwa sababu atuongee vile vitu tunaongea. Amina. Hallelujah. Amen. Na ili nipate kuongea sawa, number 1, badilisha akili zako. Akili zetu hatuwezi kuongea kimbili lugha ya mbinguni, kwa sababu akili zetu bado ziko duniani. Tumeokoka, lakini unajua tunataka kuokoka ni kupata dhambi. Kuokoka ni kuja kufanya mwingine. Kitabu cha Warumi. Leo tunawapatia mistari kama yote. Utaandika mpaka vijae. Warumi 12:3 wa pili. Hebu sikia tena kwa nakwambia. Tunapokuokoka. Unafanya nini? Warumi 12:2 nasema, wala msifuatishe namna ya dunia hii. Wala msifuatishe namna ya dunia. Yaani hii si wa hii dunia. Wacheni kufuatisha namna ya dunia hii. Bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu. Geuzeni nini? Kwa nini kufanywa upya nia zenu? Yaani akili zenu, yaani mawazo zibadilishwe. Mwache kuwaza kama kataka wa kitabu. Mwache kuwaza kama Afisi. Mwache kuwaza kama Kamau. Mwache kuwaza kama watu wa Kenya. Yaani mwache kuwaza kama watu wa duniani. Badilisheni akili zenu. Badilisheni fahamu zenu. Fanyweni upya. Hallelujah. Anasema msifuatishe namna ya dunia hii jamani. Sio dunia hii. Hallelujah. Kama sio dunia hii kuna kazi. Dunia hii ina kazi. Usifuatishe mambo ya dunia hii. Wakisema kuna magonjwa, usifuatishe kuna magonjwa. Nasikia kuna wote sikubwa. Hallelujah. Maana atufuatishi. Yaani kwetu hakuna hiyo. Hakuna hiyo. Kwetu hakuna hiyo. Unajua kwa sababu kujua principle za Mungu na kuongea lugha za mbingu. Watu wanaishi. Amina. Watu wanaishi. Amen. Watu wanaishi. Amen. Walionijua tangu kuingia mahali miaka mingapi? Sisi jambo hili kwa mbele kustahili kununua pana. Sio sio kununua pana kama dukani. Sio wewe kununua pana. Pekee sijawahi. Kwa tunapinga. Sijawahi. Bwana asifiwe. Amen. Wala sio mimi hapo kwa wao. Hapo kwa sio mstari. Sio kwa wale. Ni wazao wa teule. Wazao teule mwateule. Si kwamba mambo atakuja, lakini akija naongea kidini. Hapo umekosea sisi kwa huku. Haleluya. Sisi kwa huku. Acha pia kwa mambo 21. Nilipigwa simu ambaye alikuwa anakushtua, lakini kushtua kwa Yesu. Haleluya. Yesu alipopigiwa wakaniambia kijana wako ametemwa mate na nyoka. Ametemwa mate kwa macho na nyoka. Sema dada alikuwa anacheza mbali, sasa anapata wapi? Hakuna nyoka, alikuwa mmoja akamtemea mate kwa macho. Alikuwa kutemwa sumu ya nyoka kwa macho, anaweza kufanya uwe blind.
Ili ukikawia unaweza kufanya kipofu. Yeye anapiga nduru huko, watu wenyewe wanapani, wanasema tunafanyaje? Ndio stadi. Waliponipigia simu, nikamuuliza nani ndani, nikamwambia hiyo hawezi. Yeye wote wanaanza kujadiliana kusema nini? Hata tumechukua kitu wapeleka hospitalini. Hasa niende. Lakini nilipokata simu nikasema wewe ni mzima. Amina. Sumeyoka kutumia mate. Bali wasema hata tutawashika. Angeniambia mshika ndio nimesema bado ni mzima. Mate peke yake. Huyo ni mzima, wana tatizo. Wakaenda hospitalini, akafika hospitalini, akaenda akaangaliwa, akaenda kwa daktari. Baada akampigia simu ameangaliwa. Daktari akasema tumfuate mia hivi. Dai kwa anacheza hivyo sasa. Daktari mwangalia sasa kwa mia hivi. Sasa hivi anaenda daktari anamulika macho lakini hakuna kitu. Na yuko sawa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kama utasemaje? Ametoka mwenyewe. Ndio mwenyewe ametoka kwa macho. Sasa atakuwa kipofu. Haleluya. Geuzeni niazema akili zenu zigeuke. Mwanze kuangalia mambo ya kiroho. Tunasema kwa kitabu Wakolosai 3 mstari wa 3 alikuwa anasema kwamba balisheni mambo yenu ama akili zenu. Mwanze kuangalia pale Kristo alipo. Basi sasa kwa sababu kufa na kufufuka na Kristo. Basi tazameni alicho Kristo alipo. Tazameni alisia hapa, atupo hapa. Mimi napenda watu wenye imani. Mmoja wapo watu wenye imani ndio kuongeza kipindi. Niwaambia story ya mwanamke alikuwa anatia mwanamke anafua. Mtoto wake na wajirani wanacheza na kuingiza watu wakicheza, wakicheza. Wajirani ameshika kijiji na mtoto wake yuko nyuma. Mtoto wake akaanguka, mtoto wake akajikwa. Kijiji kika kwa jicho. Kijiji kika kwa jicho. Huyo mama alikuwa anafua. Ndiye alikuja hivi akaondoa kijiji kwa jicho. Akafunika jicho la mtoto na akasema mtoto wangu hajadungwa jicho. Mtoto wangu ni mzima. Mtoto wangu ni mzima hata hajadungwa. Naye aliamua kijiji. Alipotoa mkono hivi, jicho linatoka machozi. Na jicho liko sana. Akalio jicho liko sana. Pamoja kidogo sana. Wewe unajitambua ni nani? Unajitambua wewe ni nani? Haleluya. Yaani maneno yako yanafanya sana. Geuza fikra zako, acha kuongea kama dunia. Msifuatilie dunia hii. Watu wa dunia wanajua wanakufa, sisi hata tukufi. Tunaishi. Hadi na jepa naishi. You must know how to talk. Utakuja kuhukumiwa. Wakati tunasema haiwezekani, sisi tunasema kwamba inawezekana. Ndio maana tunasema karibuni tunaenda kwetu. Haleluya. Hiyo plot tumeenda kuiangalia. Ndio tuangalie plot. Haleluya. Kwa hiyo tunataka karibuni tukajenga. Wala kwa watu ile shilingi 50. Hapo tusifika kama tukeka mchana. Nataka kwenda kumalizia kulipa project. Sio kama tutatoa 1000. Basi sasa tunasema tukishika 50. 50. Ambaye itatusaidia. Maana kusema fanya jambo tunafanya side jambo. Lakini msina kwa kesho la kuwa. Tukiwa tunataka kutoka fulani niko na kuuza kitu wapi sasa. Njoo tufanye jambo. Tunataka kumbuka kwa kanisa. Mko na kitu gani? Tuko na 100,000 hapa. At least watu wajue tunakuja kwa nguvu. Nikasema Kiingereza 100,000. Kwa hiyo sisi kwa sababu mara moja tunafanya. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lazima uanze kuongea tofauti. Mtu wa roho ashughulike na mambo ambayo yanatokea duniani. Sisi kwa huko. Bwana Yesu asifiwe. Lazima tufundishe kuongea. Kitabu cha Mathayo 18 mstari wa 21. Naona umechoka kusoma. Mwalimu asema nini? Hata kusoma. Sawa. 18:21. Nilikuwa nataka kusema mimi nasema lakini soma. Inasema Mithali 18:20-21 nasema tumbo la mtu litajazwa matunda ya kinywa chake. Tumbo la mtu yani kushiba kwako utashiba si chakula maneno ya kinywa chako. Yes. Atashiba mazao ya midomo yake. Atashiba mazao kile ukiongea kitazaa utashiba hicho. Mauti na uzima huwa katika uwezo wa ulimi. Mauti na uzima ziko katika uwezo wa ulimi wako. Na wao upendao watakula
Haleluya. Hapo sema kwamba unakaa na njaa kwa sababu haujui kuongea. That's why you suffer. Unakaa na pesa kwa sababu hujui kuongea. Maana yale unaongea ndio sasa kwamba yatakuwa matunda utakula matunda yake. Yaani kujua tu kuongea, kujua kuongea. Nitakuaje kuongea? Haleluya. Maana wanasema kwamba watu wa mbingu kama hauna kitu sema niko na kitu. Wale wadogo waseme tuko na nguvu. Wale wadogo waseme tuko na afya. Wasio na nguvu waseme tuko na nguvu. Yaani lugha kule kwetu tuongea kwa kusikia huko duniani. Haleluya. Yaani sasa ndio unaomba waseme niko mzima kwa jina la Yesu. Niko mzima. Kwa jina la Yesu ambaye anatoka hivi niko mzima. Hata mloni kitendea niko mzima. Niko mzima na yangu unaongea. Watu wasema kwamba yanazaa kumbe niko unaongea. Watu Yesu. Unaongea. Kila ambacho unaongea ndio kinatoka mazao. Mimi nimefanikiwa. Leo nimefanikiwa shughuli ya Mungu. Lazima siwafundishe hapa jinsi ya kuamsha siku yako. Kila jambo lazima nikumbuke maendeleo. Nasema siku nishikie. Nisikilize Bwana mfalme danza. Na amrisha siku yangu njema katika jina la Yesu Kristo. Na amrisha siku yangu ya kufaulu katika jina la Yesu Kristo. Chochote nitakuza katika mafanikio katika jina la Yesu. Na lolote litakalofanyika makusudi ya Mungu pekee yanasimama. Kwa shetani au mamlaka ya maisha yako. Na kwa kufanikia nikishamaliza. Siko kwa mambo mengi ambayo hawakuja lazima ujue jinsi ya kuongea. Watu wasema kwamba utakula mazao ya kuongea kwako. Watu tuliotoka. Wapenda sisi Mungu. Uchumi sio kuharibika. Watu wengine lazima usipate kitu. Wapenda sisi kuharibika. Sio kama kitabu. Inabidi tupunguze bajeti zetu. Wapenda sisi kuharibika. Kila mtu ana mzigo wake. Usinifikie simu. Wapenda sisi kubaya. Watu tuliotoka. Nenda tu tunatoka tukani. Na kuambia watu tuone. Maana najua kwamba kunaweza kufanyika chochote. Najua kwamba Mungu anaweza kuprovide. Tuko na mbingu kwa kwenda kupeana, lakini kwa kitu lazima tuongee au kutoka. Kama ni kuna ujasiri na uhakika kwamba si kwa kuua mimi. Kama ulikuwa unasema kwamba watoto wangu si kwa kuua. Kwa sababu naongea kila siku na neno uzima ndani yao. Nasema nyinyi wazima kuna afya. Mko na afya tena. Watoto wako watatoka na Bwana. Sisi kuongea maneno. Amina. Haleluya. Amina. Kwa nini tuongee? Hebu sasa tutacheza. Hiyo kwa nini tuongee? Why? Kuongea ni kwa maana sisi kuomba sana. Isaya 65 mstari wa 22. 65 Isaya 65 mstari wa 25. Isaya 65 verse 23 na 24. Inasema hawatajitaabisha kwa kazi bure. Hawatajitaabisha kwa kazi bure. Watu wanajitaabisha. Hawatajitaabisha kwa kazi bure. Kwa sababu chochote kitataabisha kuna mazao yake. Wala hawatazaa kwa taabu. Wala wakezao, watu waliokoka hakuna kuzaa kwa taabu. Wajua ni hatia. Ni hatia. Ukifika mkono utaulizwa hii kwa watu ni kupata operation. Na maandiko yamesema kwamba hutazaa kwa taabu kama mtoto wako. Tuseme maandiko kufungo. Ongea kifungo. Kwa sababu wao ni wazao wa hao waliobarikiwa na Bwana. Kwa sababu hao wazao waliobarikiwa na Bwana. Kwa maana hawana kifungo kwa taabu. Na watoto wao wa pamoja nao. Na watoto wao wa pamoja nao. 24 nasema, na itakuwa ya kwamba kabla hawajaomba nitajibu. Na wakiwa katika kunena nitasimama. Nitasikia. Hebu sikiliza kwa sababu hivi. Nasema kwamba kwa sababu wale wazao wa Mungu
hawatafanya kazi ndogo. Utafanya kazi utafanya kesho utapata faida. Chochote unafanya kitakuwa kule, lazima uwe faida. Lazima wataka kweli sawa. Asema kwamba na nyinyi wanawake ambao wazao wadogo hata za shida. Mtazama kama watu wa Ibrania. Walikuwa wakiwa kuchukua kunga kwa upendo kabisa, kama mtoto wa mama na kuna huo. Wakifika na kuza kwa Ibrania sasa ametaka kidogo mwenyewe amechukua pamoja kuweka pale kando akifika kufungua wenyewe. Amen. Haleluya. Asema kwamba na watoto wao watoto wetu wataliwa na Bwana. Mtoto na Bwana. Alafu anataka kuchukua kitu gani? Lazima na mambo watoto wangu wanaliwa na Bwana. Usianze usiongee kama mtoto. Mtoto sema Bwana, leta watoto wangu, Bwana nifanyie. Ashafanya. Asema kwamba watoto wangu wamelindwa. Watoto wangu wamelindwa na Bwana. Mimi nimebarikiwa. Mimi ni mzao mteule, mimi nimeinuliwa, mimi nimebarikiwa, mimi niko na neema. Si bana nipe mashaka ndio sana kufanyika kutoka wapi? Bwana nipoze mashaka ndio kutoka wapi? Sasa kwa kusema. We take it. Ushauri umechukua. Bwana Yesu asifiwe. Itakuwa ya kwamba kama hawajaomba sisi tunafikiri ndani. Yaani kabla haujaomba anasikia. Haujaomba bado unataka kuomba. Wewe sasa hapa tunataka kutoka ng'ombe ili tukafanya kazi. Kabla haujaomba anajibu. Asante. Na Mungu katika kuongea, maana kuongea kwa Mungu. Ukiongea anasikiliza. Bwana ndio maana tunakuuliza. Maana ukiongea anasikiliza. Unaongea unasema unataka kuomba. Sasa ndio ungani sasa. Ile ambayo tunamletea wewe ndio maana lazima pia tushikishe Mungu. Watu wengi wanaishi maisha ya shida kwa sababu kwa baba. Watu wengi ndio wanateseka kwa sababu kwa kwao. Ndio wanakupewa. Ameshauri. Kwa example, kama uko na mpaka Bwana nitie nguvu. Bwana nitie nguvu. Tie nguvu Bwana. Ili Bwana akutie kwa kufanya. Anakuletea taarifa kubwa. Ili kama jamii ipate nguvu. Watu watapata nguvu. Sianza kupa chuma. Na kama mazito ndio kama utaki kutoka ndio kwa ndio itaji nguvu. Sasa kama sasa upatie. Kwa hiyo nasema atakutia jibu la kupitia. Lakini niko na nguvu. Niko na nguvu. Haleluya. Niko na nguvu. Kama niko na nguvu sifanye bwana niko nazo tayari. Haleluya. Niko nazo tayari. Bwana Yesu asifiwe. Bwana nipo pole akapeleka watu wa korofi. Ili aia wakufundisha uone mwingine. Unakinuka kubako shuke. Sura anakupa chenye uliomba. Umeomba anakupa. Bwana nipe imani. Bwana anaongeza imani anakuletea matatizo makubwa ili aiwe imani yako. Na Mungu atakwenda anamtesa anampatia chenye anaomba. Unasema nipe imani. Sasa kwa imani lazima nipatie hiki. Kupitia kwa hiki ndio imani yake. Akishinda ugonjwa imani yake itainuka kidogo. Lakini kusema ni kwa imani katika Yesu kuna imani. I have faith. Sihitaji imani ni kwa imani. I have faith. I have. Ili kitu atakayepokea awe kwa uzima kisha awe au milele. Awe na utele. Niko nao pia. I have it. Haleluya. Mimi mzima. Wataka waniwezi. Waniwezi. Watoto waniwezi. Kwa sababu yeye ndiye ndani yangu anashika vyote. You must know how to. Hata kuzungumza na Bwana Mungu. Amina. Ili mambo yabarikiwe. Ili mambo yabarikiwe kwa pesa. Nilikuwa nashuka na pesa kitabu kile sasa shida pesa. Na sasa hauna shida mfuko. Sasa sina shida ya pesa. Maana nimebariki. Sasa naona fedha zinaflow. Naona pesa zinaingia kila mahali. Naona barikiwa. Kila nikitoka nakutana na baraka. Nikitoka sisi toka kwenye kufuri. Kila ambacho umeongea, nasema amesema kutoka asubuhi kufuri. Kwa hiyo ukitoka uweze kujifuri. Maana usiseme. Hawapenda kufanya kwenda kubahatisha kubahatisha. Anaenda kubahatisha kwa kitu kubahatisha. Na mambali tunapofanya tu tunajaribu. Nasema anajaribu tabia.
Sisi watu wa kuchukua, ni watu wa kumiliki. Bwana asifiwe. Mimi napenda maandiko sana. Unaposoma kitabu cha Ayubu 22:28. Maandiko yanatiaga moyo. Ayubu 22:28-29. Hebu sikiliza, haya maneno ya Mungu sio kiasi. Ungana kwa Mungu. Ndio kwa vile bibi na waza tunaweza kufuta vile sisi wao. Kitabu cha Ayubu 22:28. Nawe utakusudia neno. Anasema na wewe utakusudia neno. Nalo litathibitika kwako. Nalo litathibitika. Unajua kukusudia. Unajua kukusudia. Kukusudia. Kukusudia kununua kitu vipi? Kukusudia. Ushirika unajaribu kupatia kitu. Unataka kufanya kitu. Utakusudia jambo. Nalo ulilokusudia litathibitika. Litatendeka. Utakusudia ndio kusema vizuri. Nalo utakusudia neno, nalo litathibitika. Basi na mwanga utaziangazia njia zako. Nawe utakusudia neno, nalo litathibitika kwako. Na mwanga utaziangazia njia zako. Hapo watakapokuangusha, utasema kuna kuinuka tena. Utasema. Yeye amekuweka chini sasa kuinuka. Wewe unataka kila siku kuna kusimama tena. Wewe kwa mtu anasema kuinuka tena. Yaani kila ambacho unaongea utakusudia nalo linafanyika. Na kukusudia vizuri, kukusudia mazuri, anasema kwamba utakuwa ni mwanga katika njia zako. Lakini sisi tunakusudia sijui kama nitapona. Kila anakuja. Sijui nimeanza kuoa hivi. Watu wenyangu walikuwa kupoa hapo. Niko na kufua. Watu gani niko na kufua? Wapendwa niko na sikuwa sana tumbo na sikuwa sana. Haleluya. Unaongea nini? Kama nani? Unaongea kama kwa duniani. Kwa nini utakuwa tumejibu? Kwa nini mwanadamu kufanya? Suda kufa ndio upande huu. Hapo tunasema kwamba niko sawa. Tumbo langu limetakasika. Tumbo langu liko sawa. Nimepona kwa jina la Yesu. Tunatoka naye. Mpaka sasa mpaka leo. Nilijaribu kama akimana shetani akileta kitu ni wewe kunifaa. Ukikonfirm kinakaa. Usipokonfirm kinapita kinashindwa kukaa. Hujakaribisha. Ama tuposema kitu kuu. Kwa upona. Sasa tunakuja mahali kuokoa. Ukapona. Wakati ukienda nyumbani, shetani sasa leo unasema unapona. Wacha tuangalie. Wewe pepo fulani, hebu tuchukue msaada. Ukasema sasa nimepona sasa, hata nakula vyakula vyote tena kula kula. Unaanza kula kila chakula tunataka unakusa ndio unakula. Sasa sema wanaanza kutangaza tupe msaada. Wewe ndio msaada. Unakula mara unasikia kwa kidogo. Weka kunawezekana kuwa sitaki kuongeza vibaya, lakini nasikia kama kubwa je kwa pamoja tena. Hebu piga mara utapiga tena. Ukikula na kukatika na. Sitaki ni kama hiyo. Nasikia dalili. Kwani imerudi tena. Sitaki kuonekana imerudi kama imerudi. Sitasema yeye amekubali. Tupa nyingine. Sitaki kama unasikia umekaa. Wapendwa, nilikuwa nimetoa ushuhuda kwa wapendwa. Ule ushuhuda nilikuwa nimetoa naweza kubadilisha. Bado sijapona vizuri. Lakini tunapokuwa sijana kwa tunasema kwa sisi tumepona. Niliambiwa nimepona. Niliambiwa niko mzima. Akitaka kabisa. Unasema nimepona. Niliambiwa nimepona, mimi nimepona. Shetani ndio sema pamoja Mungu kabisa. Maana akasema nimepona, asikii kama tunafanya. Asikii sasa niko shambani kule. Lakini tusema kwamba wameniweza. Pale shetani wameniweza. Haleluya. Badilisha pokea. Anza pokea kama hauna anza kusema niko nacho.
Anza kusema niko nacho. Ndio maana kila siku wakati tunapita kama na pesa. Haleluya. That's why kila wakati tunataka na pesa. Haleluya. Amen. Kwa siku kama kuna mtu anashinda pesa. Haleluya. Amen. Hakuna mtu anashinda pesa hivi kanisa. Hakuna. Kanisa asifiwe. Amen. Kwa sababu tunasema tunataka vipi? Si ndio? Mimi ni wapi? Nilikuwa nimetoa vitano shetani akaona wivu jana. Akavunja kimoja. Nilikuwa nimetoa vitano akasema hivi vitano vingine hii takalia wageni, akimoja takalia hii nilikuwa chapu takalia kwa mwingine. Hata kitu. Hili mwezi kanisa yake sababu vingine Mungu akufanya takalia hii. Mtu ni kubwa sana. Amen. Haleluya. Amen. Nimebarikiwa. Bwana asifiwe. Na najua kwa shetani ni kitu. Maana nilipoingia pale kulikuwa Gogoni market. Gogoni market. Ndipo nyama ilikuwa na vitu. Kama sijali, unajua kama ifanye kitu na naongea na mimi. Haleluya. Watu wasije kusira kufanikiwa. Chochote tunafanya kwa Mungu, kifanye leo. Kuja kweli. Maana leo utafanya tende moja. Ikimeki za ngapi? Ni maji kupata tu tende moja. Vile kutoka sasa tende ngapi? Sasa ndipo na mahali pale lazima nipanda mbegu. Mwambie Bwana, hizi za seed. Hizi ni mbegu Bwana, naenda kupanda. Nataka mvua inyeshe vizuri ili nivune kwa wingi. Na nikanunua. Shetani akaona wingi, akavunja moja. Kuvunja moja itatoa shilingi 5. Amen. Hata sisi kupiga makofi. Nitatoa shilingi. Amevunja moja nitampa 5. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Kwa sababu bariki. Tuko na pesa. Bwana asifiwe. Kwa sababu akaunti za Mungu siku wazi. Nasema kwamba fedha na damu mali yake. Amina. Lakini unajua sababu hizi ziko haya. Kwa sisi kuna pesa. Sisi hatuna pesa. Umekauka. Umekauka. Unaongea nini umekauka? Nani ndio inakauka? Alizama za kiroho inakauka. Maana unajua kumeka kama mwana mbili. Kama hauna sema uko nayo. Sema utafanya. Na watu wengi wanabarikiwa kwa sababu walipoongea wanapata kile chao. Hata kwa katika kutumia wewe mwenzako. Bana ukiomba kitu chako utakuwa kidogo. Wewe uweze kula masaa mawili ya simu. Wewe inabidi uwe kadogo. Lakini ukiomba kutumia wenzako, Mungu atakuleta badala nzima. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunahitajika kujua jinsi ya kuomba. Simpate watu ambao watabadilisha kuongea kwako. Amen. Waanze kuongea kwa imani. Watoto kanaanza kulikuwa na milimo tunakwambia au uko sawa? Baba uko sawa, uko sawa, uko sawa. Uko sawa. Sasa wewe hiyo nilipotoa neno kwa mdamu sawa, uko sawa. Neno kacheza uko sawa, yuko sawa. Na akitaka kucheza mwili ni moto, ukilo kuangalia sema Bwana najua kwamba mfano mzima uko sawa. Hakuna ngono mfano uko sawa. Baba njoo mshike. Uko sawa ndio. Uko sawa. Hata unafaa papa kana kwa sawa. Kwa sababu umerudia kwa uko sawa. Tunapotaka kwa sababu ya kujibu neno moja mara nyingi. Kila ambacho unataka kitendeke, anza kukiongea. Kiongea tena. Katika kuongea na kurudia kuongea hicho kitu kinakuwa permanent. Kinapatikana katika anga za kiroho. Amina. Na unaanza kuvuna matunda ya biashara. Amina. Tuanze kuongea. Mwambie Bwana kwamba mimi ni mshiriki. Bwana mimi ni. Anza kuongea kwambia Bwana mimi nimebarikiwa. Anza kuongea chako. Sema kwamba nimetoka katika hiyo shimo. Hilo shimo shetani aliniweka miaka mingi nimetoka. Na kuanzia leo mimi si mateka wake. Kuanzia leo mimi ni huru. Kuanzia leo nimekombolewa. Mimi nimebarikiwa. Mimi ni mzao mteule. Mimi ni wapili ya Mungu. Mimi sitembei kama anavyotendewa wanadamu. Maana Bwana nilitoa kule. Mimi si wa magonjwa. Mimi ni wa uzima. Uzima uko ndani yangu. Mimi napeana uzima. Mimi natoka chemchemi za uzima. Anasema kwamba atakayepokea Kristo kutakuwa na chemchemi za uzima ndani yake. Yaani chemchemi za uzima zitatoka ndani yake. Kwa sababu amepokea Kristo, kutakuwa na chemchemi za uzima. Hapo Bwana kuanzia leo niko na chemchemi za uzima. Kuanzia leo nimefunguliwa, nimekombolewa, nimewekwa huru.
kuanzia leo mimi nimebarikiwa. Na Yesu amesema ya kwamba wamebarikiwa wote walitewa jina la Kristo. Kuanzia leo nimebarikiwa, nyumba yangu imebarikiwa, watoto wangu wamebarikiwa. Kuanzia leo hakuna mikosi kwangu, mikosi yote imemalizika kwa damu ya Yesu hai. Kwa pigo ya Yesu nimepokea uzima. Kwa pigo ya Yesu ni mzima. Yesu hakupigwa bure. Yesu hakuumizwa bure. Ndio maana niko mzima kwa jina la hai. Siwezi kwenda kulipia madawa kwa ugonjwa ambao Yesu alinipa kwa damu yake. Nasema sitaweza kwa sababu Yesu amejenga uzima. Yesu amejenga huru. Na maandiko yanasema kwamba Yesu akiweka huru unakuwa kweli kweli. Nani niko huru? Niko huru kweli kweli kwa jina la Yesu Kristo. Kwa jina la hai. Mbingu zinanitumikia, zinanihudumia, mbingu zinafunguka kwa ajili yangu kwa jina la hai. Bwana atajibu maneno ya kinywa changu katika jina la Yesu. Na ndio maana nimesema ya kwamba mimi ni mzima, mimi ni mzima. Ndio maana nimesema ya kwamba wanaopigana nami wataanguka tu, wanaopigana nami wataaibika katika jina la hai. Adui zangu wamekwisha kupigwa, maana natetewa na Bwana na shindana na Kristo. Likatola sokala katitibisikatana lili zako lekana. Wajua atakao nifundishe kuongea, hata kuongea maneno ya ushindi kwa maisha yako, hata kuongea maneno ya baraka kwa maisha yako, hata kujitabiria mema, hata kujitengenezea anga zako nzuri. Sema kwamba mimi si yule wa kwanza niliyeteseka, mimi ni kiumbe kipya ndani ya Kristo. Sema kwa miguu yako tunapojenga kama kumwabudu Bwana. Nataka kumwabudu Bwana kwa ufupi, ukimwambia